The levels of faith. Nataka kunena leo kuhusu viwango vya imani. Mark chapter number 10. Marko kifungu cha 10. When you get there, you give a shout amen. Ukifika pale unasema amen. The Bible says verse 46. Now they came to Jericho. Sasa wakaja Jericho. As he went out of Jericho, wakiwa wanatoka Jericho with his disciples, na wanafunzi wake, and a great multitude, na umati mkuu, blind Bartimaeus the son of Timaeus sat by the Lord begging. Kipofu Bartimayo mwana wa Bartimayo akiwa ameketi kando barabara akiomba. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, wakati alisikia ni Yesu wa Nazareti, he began to cry out and say, akaanza kulia akisema, Jesus, Yesu son of David, mwana wa Daudi, have mercy on me. Nione huruma. Then many warned him, wengi wakamkanya, to be quiet, anyamaze. But he cried out all the more, lakini akazidi kuitana na kulia, son of David, mwana wa Daudi, have mercy on me. niwie radhi. So Jesus stood still, Yesu akasimama, and commanded him to be called, na akaamuru ashikwe. Then they called the brideman, saying, akamwita yule mtu kipofu akisema, be of good cheer, furahia, rise, inuka, he is calling you. na anakuita. And throwing aside his garment, na akitupa vazi lake kando, he rose and came to Jesus. Akainuka akaja kwa Yesu. And so Jesus answered him, na Yesu akamjibu akasema, what do you want me to do for you? Unataka nikufanyie nini? And the bright man said to him, yule kipofu akamwambia, Rabboni, mwalimu, that I may receive my sight. Kwamba nitaweza kuona tena. In some versions says that I may receive back my sight. Ya kwamba nitaweza kuona. Then Jesus said to him, na Yesu akamwambia, go your way. Enda njia yako. Your faith, imani yako, imani yako, your faith, imani yako, I say your faith, asema imani yako, has made you whole. Imekuponya. And immediately he received his sight, na punde tu akapokea kuona kwake, and followed Jesus, na akamfuata Yesu on the road, barabarani. Come on, somebody shout amen. I want to hear a bigger amen. I want to speak about levels of faith. Nataka kunena kuhusu viwango vya imani. On Sunday we saw one man who was came to Jesus. Jumapili tukaona mzee mmoja aliyekuja kwa Yesu, and begged Jesus to go to his home. Akamwambia Yesu aende katika nyumba yake, and touch his daughter, akaguze binti yake, for him to be healed, ili akaweze kupona. And then we saw another woman. Tukaona tena mwanamke mwingine. She did not beg Jesus to come home. Hakumwomba Yesu aje kwake. But she desired just to touch the garment of Jesus. Lakini akatamani tu kuguza pindo la vazi la Yesu. And then he will be healed. Na atapona. And then today, na leo, we see another man. Tunaona mtu mwingine. And all of these three people, na hao watu wote watatu, it's by their faith, ni kwa imani yao, that Jesus, kwamba Yesu intervened in their case. Aliingililia katika I want to believe God today. Nataka niamini Mungu leo, as you hear the word of God, kwamba unaposikia neno la Mungu, your faith will raise up its level. Imani yako itainuka katika kiwango. And you are going to face your difficulties. Na utapambana na magumu yako. Kutakuwa na mabadiliko. Somebody shout amen. Amen. I want to submit to you that every one of us is in a certain level. Nataka nikwambia kwamba kila mmoja wetu uko katika kiwango fulani. Biblia inasema, faith cometh, imani huja by hearing, kwa kusikia, and by hearing by the word of God. Na kwa kusikia neno la Mungu. It's very important. Ni muhimu sana. To come before God, kuja mbele za Mungu, in the place of worship, katika mahali pa kuabudu, and hear what God is saying. Na usikie kila Mungu anasema. Somebody shout amen. Amen. Because the faith that you need, maana imani unayohitaji, for you to go where you are coming from, ili ukaende mahali umetoka, and defeat anything that is standing against you, na kushinda kile kinasimama kinyume na wewe. On what the government is saying, sio imani ndani ya kile serikali inasema, sio imani ndani ya kile watu wanasema, on whoever created you is saying. Ni imani ndani aliyokupa anavyosema. The Bible says, Biblia inasema, this bride Bartimaeus, huyu kipofu Bartimayo, he was the son of Timaeus, alikuwa mwana wa Timayo. And the Bible says, Biblia inasema, Jesus has already entered Jericho. Yesu tayari anaingia Jericho. And he has done many things in Jericho. Alikuwa ametenda makuu Jericho. And now he Jericho. is coming out. Tena anatoka and sasa. The Bible says, Biblia inasema, he met a beggar, akakutana who was on the roadside, aliyekuwa kando barabara. And the Bible says, Biblia inasema, number one,
He La was kwanza, blind. alikuwa He kipofu, could not be able to see. hakuweza And let me kuona. say something. It is not easy Sio rahisi to live without seeing. kuishi bila You kuona. came here because you can see. Ulikuja hapa maana You unaweza do kuona. business because you can see. Unafanya biashara maana unaona. Your vision is very important. Kuona kwako ni Thank muhimu God that you can see today. kwamba But the Bible says, Biblia inasema this bright Bartimaeus, huyu he kipofu was Bartimayo blind. alikuwa So kipofu. what he did Vile alifanya is every morning ni kwamba kila to asubuhi position himself on the roadside anajiweka vizuri and barabarani, begin to beg. anaanza kuomba For him to live, ili akaweze it was kuishi, dependent on other people. maana alitegemea watu His wengine. economy Ekonomi yake was dependent on people's mercy. ilikuwa inategemea huruma ya Oh watu my wengine. God, it's not a good position. Sio nafasi nzuri. But the Bible says, Biblia inasema when he heard, wakati alisikia, let me say something. niseme kitu, Your situation, hali yako it doesn't matter how dire it is. haijalishi ni mbaya namna There gani, is an information you can receive kuna ujumbe unaweza kupokea that can transform your life completely. na uweza kubadilisha maisha yako kabisa. Am I talking to somebody? Naongea na mtu, It is not in vain Sio that bure. you are hearing the word of kama God. unasikia neno la Mungu, You are not wasting your time hauharibu wakati to wako come to the house of God kuja katika nyumba ya just to hear the word of God. ili tu kusikia neno la Mungu. You don't need government help. Hauhitaji msaada You wa don't need serikali, IMF help. hauhitaji msaada wa IMF. A man shall live not by bread alone. Mtu hata Can I kwa mkate preach? peke yake, Man shall live mtu ataishi by every word, kwa kila neno, by every word kwa kila neno that proceed out of the mouth of God. linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Somebody shout amen. Amen. The Bible says, and Bartimaeus Biblia inasema kwamba Bartimayo heard about Jesus of Nazareth. akasikia kuhusu Yesu wa Nazareti. Come on. He never heard about other news. Hakusikia habari zingine, He heard about Jesus of Nazareth. alisikia kuhusu Yesu wa Nazareti. Somebody shout amen. Amen. Can I say something? Niseme kitu, Make sure hakikisha you get the right information. unapata ujumbe But unaofaa. to make sure Hakikisha you get information from the right source. unapata ujumbe I kwa miss an watu amen there. wanaofaa. Make sure Hakikisha that your information kwamba ujumbe is unaofaa not the man's wisdom and enticement of man, sio maneno ama hekima ya wanadamu, but by the word of God, lakini kwa neno la by Mungu, demonstration of the power of God. kwa ishara za nguvu za Mungu. Bartimaeus Bartimayo had heard about Jesus of Nazareth. alikuwa amesikia kuhusu Yesu wa Nazareti. Somebody shout hallelujah. Haleluya. Tell your neighbor, faith cometh Ambia jirani, imani huja by hearing, kwa kusikia, and by hearing na kwa kusikia by the word of God. neno la Mungu. The Bible says, Biblia inasema you know, it is very important for you to read the Bible. ni muhimu sana kwako kusoma Biblia. Because sometimes we read the Bible Wakati mwingine tunasoma and there are Biblia, some things we don't see. mambo mengine But there are some hatuyaoni. things when we see them, Kuna mambo mengine we tukiyaona think about the person who spoke them. tunafikiria mtu And we aliyeyanena, tend to think, how does he relate with what he says? na unaanza kujiuliza Now inalingana what is vipi na maisha. Bartimaeus? Bartimayo He had heard. alikuwa amesikia. And let me tell you something. Acha nikwambie kitu, When you hear, wakati unasikia it's the beginning of a journey ni mwanzo wa of safari more revelations. au The ufunuo Bible zaidi. says, when he heard Wakati alisikia about Jesus of Nazareth, kuhusu Yesu wa Nazareti, you know what he said? unajua kile alisema? He shouted. Alipiga And nduru. what did he shout? Alisema nini? Not what he heard from people, Sio kile alisikia kwa watu, what he knew from within. kwa amesikia kuhusu Yesu But wa when Nazareti. he cried out, Wakati alilia, he never cried to Jesus of Nazareth. hakulilia Yesu Yesu wa Nazareti. Am I talking to somebody? Na neno na He cried to Jesus, the son of David. alililia Yesu mwana wa Oh Daudi. my God, he said, son of Jesus, son of David. Yesu mwana wa Daudi. And then the next thing he said, Jambo la pili, have mercy for me. niwie radhi. There is Aligundua something that Bartimaeus knew. kuna kitu Bartimayo alijua, There is a revelation, kuna ufunuo, not by people, sio kwa watu, not by the priest, sio kwa kuhani, by the unction of the Holy Spirit. kwa upako na mafuta ya Roho You remember Mtakatifu. Jesus asking people, Unakumbuka Yesu what akiuliza do watu, people say I am? watu wanasema mimi ni Some nani? say you are Elijah, Wengine wanasema ni Elia, some
say you are a prophet. Wengine wanasema ni nabii. Some says you are Elisha. Wengine ni Elisha. But then Jesus looked to them. Yesu akawaangalia. Who do you say that I am? Nyinyi mnasema mimi ni nani? And Peter, Petero, he said, you are Christ. akasema ni Kristo. Nobody had said that before. Hakuna mtu alikuwa amesema. I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu. That God will take you to a level kwa Mungu atakupeleka where kiwango people have never been before. ambapo watu hawajakuwa. That your revelation of who Jesus is kwamba ufunuo wako kuhusu Yesu will be Kristo changed by the revelation of the Holy Spirit. na uhusiano wako na Roho The Mtakatifu. Bible says Jesus looked to Peter. Biblia inasema It is neither you, Peter, kamwambia sio wewe have Petero gotten that revelation, aliyepata ufunuo huo, but it is my Father lakini ni Baba who is at in heaven aliye who mbinguni have given you that revelation. aliyekupatia huo. Can I tell you the truth? Nikwambie kweli, The letter kills, maandiko yanaweza kuua, but the Spirit, lakini the roho Spirit roho giveth life. anapatiana I uzima. pray as I minister right now Ninaomba kwamba that ninapohudumu the sasa hivi Spirit of kwamba God Roho wa Mungu will give you a revelation. atakupatia ufunuo. Come on. But Timothy says, Batimayo kasema, Jesus, Yesu son of David, mwana wa Daudi, have mercy for me. niwie radhi. Can you imagine? There is no one before Hakuna mtu who had perceived Jesus aliyekuwa amewahi kumgundua Yesu in that kind of revelation. katika ufunuo huu. But this beggar Lakini huyu who had been begging for coin, aliyekuwa akiombaomba he pesa came out with a revelation. akaja na And I ufunuo. want to submit to you today Nataka nikuletee leo the faith that Jesus talked about concerning Bartimaeus. ufunuo, imani ambayo Yesu alinenea kuhusu Batimayo. It is faith of the knowledge of Jesus Christ. Ni imani kuhusu kumjua Yesu Kristo. Can I say it again? Niseme tena, It is the knowledge of Jesus Christ. ni kumjua Yesu Paul, Kristo. like this now, Paul in Paulo, Philippians 3:10, Katika Wafilipi 3:10, that I may know him. kwamba niweze kumjua. If there is a desire you should have, brother and Kama sister, kuna tamanio nafaa kuwa nalo ndugu it's na not to dada, know JBC. sio kujua It's JBC, not to know great preachers sio kujua and wahubiri wa great prophets. na manabii wakuu, It's just to know Jesus ni Christ kujua tu Yesu and the Kristo power of his na resurrection. nguvu za Come ufufuo. on, somebody shout hallelujah. Haleluya. Second Peter says, chapter 3, verse 18, Petero wa pili nasema but that you may grow in the grace, ya kwamba utaweza kukua katika neema, that you may grow in the grace. ili ukakua katika And neema, number 2, na la pili in the knowledge katika kujua, of our Lord Jesus Christ. kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Somebody shout amen. Amen. You may grow in all the other areas. Unaweza kuwa katika maeneo mengine, Make sure lakini hakikisha you are every day growing kila siku unakuwa in the knowledge. katika kumjua. Am I talking to somebody? Ninanena na mtu In the knowledge katika kumjua of Jesus Christ. Yesu Kristo. 2 Peter 2:3 says, Petero wa pili, but in his divine power katika nguvu zake za he has kiungu given us all things ametupatia mambo that yote pertaineth to this life yanayohusu maisha and haya pertaineth to spirituality. na yanayohusu maisha ya kiroho. All Lakini of those things we get them in a condition. hayo mambo tunapata katika We masharti. get them in a condition. Kuna masharti ya kuyapata. Or we get them in or through Yote tunapata kupitia the knowledge of him. kumjua yeye. Give a mighty clap to the Lord. Patie Bwana Yesu makofi mazuri. Somebody shout the knowledge. Kumjua. The knowledge. Kumjua. In another word, Kwa maneno mengine, healing is available. uponyaji unapatikana. Am I talking to somebody? Nanena na mtu. Deliverance is available. Ukombozi unapatikana. Economical stability is available. Kudhibitisho kifedha is unapatikana. Afya inapatikana. Spiritually, all things that pertain to godliness, Mambo yote yanayohusu Mungu, grace, giftings, faith, all these things that pertain to your godliness mambo yote yanayohusu uhusiano wako na Mungu has already been given out. tayari yamepeana, lakini They are given through. yanapeanwa kupitia. You know, when I am sending you money, I can only send you directly through M-Pesa. Ninapokutumia pesa lazima nikutumie kupitia M-Pesa. Hallelujah. Hallelujah. I cannot send you money through electricity. Siwezi kutumia pesa kupitia umeme. I can send you through Safaricom through M-Pesa. Lazima nikutumie kupitia M-Pesa. And I want to submit to you today, Nataka nikuletee leo, if we are gonna access the things of God, kama lazima tuyapate mambo ya the Mungu, most important thing, jambo muhimu the kabisa, key things, mambo muhimu is kabisa your revelation and knowledge of Jesus. ni ufunuo na kumjua Yesu I need Kristo. an amen in here. Nahitaji It amen is hapa. not how many
many people are you connected with? Sio ni watu wangapi unaounganika na wao. Who do you know? Ni unamjua nani? Come on, am I talking to somebody? And the Bible says, Bartimayo, there were many hindrances. Kulikuwa na vizuizi vingi around him. Kando ya karibu na yeye. The Bible says, Bartimaeus shouted. Linasema kwamba akashangilia akaitana. Yesu, son of David, mwana wa Daudi. Am I talking to somebody? No. Have mercy for me. Niwie radhi. And you know what happened? Unajua kile kilifanyika? People who are around him, watu waliokuwa karibu na yeye. Somebody shout amen. Amen. Can I tell you the truth? Nikwambie kitu. There are two things that you must fight and overcome. Kuna mambo mawili lazima upigane nayo na ushinde. Like Jacob, kama Yakobo. Bible says he prevailed with God. Inasema kwamba alishinda na Mungu. You cannot fight with God with other things. Hauwezi pigana na Mungu kwa mambo mengine. You can challenge God by knowing him. Unaweza kumpatia changamoto kwa kumjua. If anybody will be proud, let him be proud that he knows him. Kama kuna mtu anafaa kuwa ana ujasiri au ana ujasiri kwa kumjua Mungu. Hallelujah. Hallelujah. That if there is something you should rejoice, kama kuna kitu unafaa ufurahie, is knowing him. Ni kwamba unamjua. The Bible says, and people, na watu, they charged Bartimaeus. They silenced him. Wakamnyamazisha. And they said, shut up. Wakamwambia nyamaza. Come on, let me tell you something. Nikwambie kitu. You must prevail with God. Lazima ushindane na Mungu. And then you must prevail with men. Na ushindane na watu. Men will release words. Watu wataachilia maneno. Men will bring obstacles. Watu wataleta vizuizi. Men will give you counsel. Watu watakupatia shauri. Men will speak to your life. Watu watanenea maisha yako. Anybody can speak to you. Mtu yeyote anaweza kunenea maisha yako. But you need to be very careful. Unafaa kuwa makini. Of whose report do you believe? Kuhusu ni ripoti ya nani unayoiamini. As far as I am concerned, lakini kama ninahusika, I have chosen. Nimeamua. No matter how many obstacles are against what God is saying, haijalishi ni vizuizi vingapi viko kinyume na kila Mungu anasema, stand and proclaim what God says. Bado nitasimama and I will choose to believe. Nitachagua kuamini. Shout hallelujah. Shake your feet like this. Hallelujah. I will choose to believe. Nitachagua kuamini the report of the Lord. Report ya Mungu. Tell your neighbor God's report. Amwambie jirani report ya Mungu. Tell your neighbor God's report. Report ya Mungu. The Bible says, Biblia inasema, they silenced him. Wakamnyamazisha. I declare in the name of Jesus. Natangaza kwa jina la Yesu. Any voice, kila sauti that is silencing you from going to your destiny, inayokunyamazisha usiende katika hatima. I kill those words in Jesus. Ninaua hayo maneno kwa jina la Yesu. Every counsel of the devil, kila ushauri wa shetani, defeated over your life in the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Can I show you something? Nikwambie kitu. Why would these people silence Bartimaeus? Ni kwa nini hao watu wamnyamazisha Bartimayo? You know, Bartimaeus is crazy. Bartimayo ana kichaa. Because what he said, maana kile anasema, provoked everybody. Kilichokoza kila mtu. You cannot call this son of Joseph son of David. Hauwezi kuita huyu mwana wa Yosefu mwana wa Daudi. Prophetically, maana kinabii, David was given a word by the Lord. Daudi alipatiwa neno na Mungu, that from you, kwamba kutoka kwako, I shall give you a son. Nitakupatia mwana. And his kingdom, na ufalme wake, shall be eternal. Hautaisha. And then the next thing, he shall show mercy to many people. Ataonyeshana huruma kwa watu wengi. Prophetic. Hiyo ilikuwa and what Bartimaeus wanted is somebody who has power and the anointing to release mercy. Ni mtu aliye na nguvu na mamlaka ya kutoa huruma. Oh God, inasema kwamba yeye Mungu in love, katika ghadhabu, remember mercy. Kumbuka rehema. I declare in the name of Jesus. Natangaza kwa jina la Yesu. People cannot give you mercy. Watu hawezi kukuonyesha huruma. Even when they give you mercy, hata wakikuonyesha huruma, it will be to be able to intimidate you. Itakuwa ni waweze kukutesa, wakutesa, to keep you where you are, wakuweke mahali ulipo. But there is somebody, lakini kuna mtu, when you encounter him, ukikutana na yeye, it does not that show you mercy. Hakuonyeshi huruma tu. Change your 3 areas of your life. Anabadilisha sehemu 3 za maisha yako. He give you help. Anakupatia afya. He change you economically. Anakubadilisha kifedha. And he make you follow Jesus. Anakufanya umfuate Yesu. Make you a disciple of Jesus. Anakufanya mwanafunzi wa Yesu. I feel to preach right now. Nahisi kuhubiri sasa. He will not just heal you. Hata kuponya tu. He will make you whole. Atakufanya mzima. Can I hear a big amen? He will make you whole. Atakufanya mzima. Can I show you something? Kuonyeshe kitu. Number 1.
La kwanza, when Jesus healed Bartimaeus, wakati Yesu aliponya Bartimayo, he changed his health. alibadilisha afya yake. I prophesy to you, Ninakutabiria, may the Lord raise up your faith Mungu akainua imani into yako a place of sufficiency. katika mahali pa kutosheka. Oh my God, I felt at the anointing. You know, when he said the son of David, Wakati alisema mwana wa Daudi, he is telling everybody without silence. anaambia kila mtu bila kunyamaza. He is actually making an announcement. Anatangaza, This is the Messiah. huyu ndiye I am Mwokozi. not calling Jesus of Nazareth. Siiti Yesu wa Nazareti, I am calling Messiah. ninamuita Mesaya. And this one walking by foot Na huyu anayetembea kwa miguu is not son of Nazareth. sio mwana wa Yesu wa Neither son Nazareti, of Joseph. sio Yesu mwana wa Yosefu, Is Messiah. ni Mesaya. Number two, La he pili, is saying anasema he is the righteous king. yeye ndiye mfalme And wa number haki, three, he is the king of Israel. yeye ndiye mfalme wa And Israeli, number four, his kingdom na kwamba ufalme wake is not just the way you are following him here. sio jinsi unavyomfuata His hapa. kingdom is eternal. Ufalme wake ni wa milele. I now know why Sasa they ninajua kwa nini charged him to be silent. walimkemea anyamaze. Am I talking to somebody? Na neno Can I say something? Sema kitu, Do not allow the devil hausikubalishe to shetani silence you about talking about the one you know. akunyamazisha kuhusu kunena kuhusu If ile there is unayojua. something you need to refuse to do, Kama kuna kitu nafaa ukatae is kufanya, be silenced about talking about Jesus. kunyamazishwa kuhusu kuongea It kuhusu Yesu. doesn't matter what comes. Haijalishi kile kinakuja, Talk about Jesus. nena kuhusu Yesu. Tell your neighbor, talk about Jesus. Ambie jirani, ongea kuhusu Yesu. He was the righteous king. Alikuwa mfalme wa haki, He was the anointed one. alikuwa aliyepakwa mafuta. God had promised David Mungu alikuwa ameahidi Daudi that your descendants kwamba Will be the kizazi Messiah. chako kitakuwa na and the whole Mesaya, of Israel were awaiting na watu wote walikuwa na ngoja for the coming of Messiah. kuja kwa Mesaya, And you know the reason why they killed Jesus? na sababu waliomuua Yesu Because they did not want to believe he is the Messiah. kwamba hawakutaka kuamini kwamba ndiye But there is mkombozi. one man among them Lakini kuna mmoja who kati was yao a beggar, aliyekuwa Who was a anaomba- beggar? aliyekuwa who was not a priest, who was not a Sadducee, who was not a scribe, Hakuwa who mwalimu. was not a Pharisee. hakuwa He was mfarisayo, neither an apostle. hakuwa He was mtume, just a beggar. alikuwa But there is mwombaji. something that he knew Lakini kuna kitu that alijua took Jesus' attention. iliyochukua I declare in the name of Jesus, natangaza kwa jina la, there is a liberation you shall have kuna ufunuo unaweza that kuwa nao. always will make Jesus attention. Unaweza kushika attention ya Yesu. I need an amen here. Amen. Somebody shout hallelujah. Son of David. Mwana wa Daudi. You know the crowd. Umati. Tell me about the crowd. The Bible says Biblia inasema Jesus, Yesu you know, he shouted aliitana until the words of Bartimaeus mpaka maneno ya Bartimayo reached where Jesus was ikafika mahali Yesu alikuwa and penetrated in his heart. na ikapenya katika moyo wake. Come on, somebody shout amen. Amen. Desperate needs. Akiwa na kutarajia zaidi, Desperate needs. haja iliyomfinyilia sana. It needs people who are desperate. Inahitaji watu waliovunjika wanangoja Somebody sana. shout hallelujah. Hallelujah. Bartimaeus became desperate. Bartimayo He akakuwa knew anangoja sana, this is the akajua only man huyu ndiye mtu pekee who cannot give me coins, au ambaye hawezi kunipatia who will show me mercy atanionyesha huruma and change my entire life. na abadilisha maisha yangu Let me yote. promise you something. Tena kuahidi kitu, Jesus Yesu is the best friend. ndiye rafiki He mwema, will change your life, badilisha maisha yako, all your life around, maisha yako yote, and he will give you a new beginning. atakupatia mwanzo mpya. Somebody shout hallelujah. Haleluya. You know, this kind of faith Imani ya aina that hii Bartimaeus had ambayo Bartimayo alikuwa nayo is a faith that speaks. ni imani inayonena. You know, many people have faith, Watu wengi wako na imani but they don't speak. lakini hawaneni, And I always challenge people, na kila wakati napea watu if you changamoto, cannot speak on your dream, kama hawezi kunenea then ndoto yako, you don't have faith. basi hauna imani. Faith is not in silence. Imani haiko katika unyamavu. The Bible says if you have faith, Biblia inasema kama not uko great na faith, imani, a little faith like a mustard seed, kama tu uko na imani, you shall say. utasema. In another word, Kwa maneno mengine, faith is released by saying. imani huachiliwa kwa kunena. If you have any faith Kama uko na imani yoyote of God showing you mercy, kwamba Mungu atakuonyesha of huruma changing your life around, ya kubadilisha maisha yako, have faith that speaks. afanye When the kazi yako. whole world had no form,
And everything there was nothing. Wakati dunia ilikuwa na utupu na hakukuwa na And God said. Yesu Mungu And akasema. God spoke. Mungu akanena. And it was so. Na ikakuwa. And God said. Mungu akasema. And it was so. Na ikafanyika. And God said. Mungu akasema. And it was so. Na ikafanyika. And God said. Mungu akasema. In another word, kwa maneno mengine, God speaks things which are not. Mungu anayaita mambo yasiyo As though they are. kana kwamba I pray in the name of Jesus. Anena, naomba kwa jina la Yesu. God Almighty kwamba Mungu will give you faith. atakupatia imani. Not to call Jesus son of David, Sio kuita Yesu son of Joseph, Yesu mwana or Jesus of Nazareth, ama Yesu wa Nazareti, but to speak those things which are not, lakini kunena mambo yasiyo as though they are. kana kwamba yapo. Believe God for mercy. Aminia Mungu huruma. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say, oh God, oh God, show me mercy. show me mercy. You know, Jesus said, ask, Yesu akasema uliza and it shall be given to you. na utapatiwa. Knock, it shall be open. Bisha na mlango utafunguliwa. And this is what Bartimaeus did. Na hivi ndivyo Bartimayo alivyo. Jesus said to Bartimaeus. Yesu akamwambia Bartimayo. Before he said to Bartimaeus, kabla amwambie Bartimayo, the same people. wale watu. Am I talking to somebody? Naongea na mtu. Who charged Bartimaeus to shut up. Waliomkemea nyamaze. By the way, let me say this. Acha niseme hivi. A silenced mouth. Mdomo ulionyamazishwa is a silenced destiny. Ni hatima iliyonyamazishwa. If you don't want to see good things, kama hautaki kuona vitu vizuri, silence yourself. Jinyamazishe. Keep silent. Nyamaza. But those things that you are believing, lakini yale mambo unayoaminia Mungu, speak them out. Yanena. Because why speaking? Because when you speak, maana wakati unanena, you give words life. Unapatia maneno uzima. The same people who silence Bartimaeus, wale watu walionyamazisha Bartimayo, are the same people. Ndio wale watu. Jesus said, Yesu akasema, Bartimaeus, tell him to come. Mwambie aje. In another word, kwa maneno mengine, Jesus knew that this is bride. Yesu alijua kwamba huyu ni kipofu. But then Jesus said, lakini Yesu akasema, tell him to come. Mwambie akuje. You don't tell somebody who is blind to come. Auambii mtu aliye kipofu aje, unless you are testing their faith. Isipokuwa ukijaribu imani yao. What you can actually do, kile unaweza kufanya, is either go to him, ni uende kwao, or command people, ama uamrishe watu, bring him to me, wamlete kwako. Is that not good? That's what you do. Hivi ndivyo unafanya. You will not tell him to come. Hautaambia watu, utamwambia akuje. Amen. Amen. I'm saying a blind man, somebody who cannot see, you don't tell him to come. Kipofu ambaye hawezi kuona, hawezi kumwambia aje. You are testing his faith. Isipokuwa tu kijaribu imani yake. The level of his faith. Uone kiwango cha imani yake. And the Bible says, Biblia inasema, the people wale watu who charged Bartimaeus to silence himself, waliomkemea anyamaze, they said, cheer up. Wakamwambia furahia. Hallelujah. Hallelujah. This is time to cheer up. Ni wakati wa kufurahia. Can I talk to somebody? Ninene mtu. I will not talk like the first people. Sitaongea kama wale watu wa kwanza. I will talk like the second people. Nitaongea kama hao wa pili. Bartimayo, cheer up. Furahia. Rise up. Inuka. He is calling you. Anakuita. Can I tell you something? Nikwambie kitu. It doesn't matter what you are going through. Haijalishi kile unapitia. Have faith in God. Kuwa na imani ndani ya Mungu. Rise up. Inuka. Cheer up. Furahia. He is calling you. Anakuita to your next level. Katika kiwango chako. Am I talking to somebody? Naongea na. There is the same people who charged him to keep silent. Wale watu waliomkemea nyamaze. They are the same people who tells him cheer up. Ndio wale watu wamwambia afurahie. The same people who don't want you to go to see your dream come to pass. Wale watu hawataki kuona ndoto yako ikitimia. When you arise, wakati unainuka and you begin doing something, na unaanza kufanya kitu, they are the same people. Ndio wale watu. They will tell you, watakwambia, we knew that you can make it. Tulijua utaweza. Tulijua hata nilikuwa naona. I knew that you can do something. Nilijua unaweza kufanya. And I prophesy to you right now. Na nikutabiria sasa hivi. Any demon that is silencing you, pepo because that demon can see what is in you. Na kwa sababu yanaweza kuona kile kiko ndani yako. Something that can make a difference. Ni kitu kinaweza kufanya utofauti. Do not let people, usikubali watu, kill your dream. Waue ndoto. Silence your dream. Wanyamazishe ndoto. Stop you from accomplishing your dream. Wakusimamisha fanya kile unachokufanya. Rise up. Inuka. It's time to come out of your place of quarantine. Ni wakati wa kuinuka kutoka where the devil has kept you for many years. Pale shetani amekuwa miaka mingi. These 10 years. Hii miaka 10. You are going to arise. Utainuka. And people will know. Na watu watajua. You are rising up. Unainuka. When people say there is casting down. Watu wakisema kuna kuwekwa chini. When people say shut up.
Watu wakisema When nyamaza. people say stay there. Watu wakisema kaa When pale. people say there is casting down. Watu wakisema kuna You shall say utasema there is rising up. kuna kuinuka. I prophesy in the name of Jesus. Ninakutabiria kwa jina la In Yesu. this 2020. Katika huu mwaka wa 2020. Whatever the voices are saying against you. Sauti ambayo There is a faith voice. kuna sauti ya That imani is speaking within you. inaonena ndani yako. Arise! Inuka. Cheer up! Furahia. He is calling you. Anakuita. And the next thing that happened, jambo lile lingine linalofanyika, Bartimayo. I like this. Ninapenda hii. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. His garment, vazi lake. Hey. Unajua kuna vitu zingine we carry. There are some things we carry. Kuna mambo mengine tunabeba ama vitu vingine tunabeba. They are the reason why we stay there. Na ndio sababu tumekaa pale. And I prophesy to you right now. Na ninakutabiria sasa hivi. Any baggage you carry, kila mzigo uliobeba, I declare rest. Ninatangaza upumziko. I declare freedom. Natangaza uhuru. Anything that ties you, chochote kinachokufunga, easily entangles you, kinakufunga from rising. You will be like that man was put in a cave. Utakuwa kama yule mtu aliyekuwa kwenye. And Martha and Mary were told untie him. Na Martha na Mary wakaambiwa wamfungue. Any ties that are holding you in one place, chochote ambacho kimekufunga, I declare them be broken. Ninavitangazia vikavunjike. Every connection with your past, kila kuunganika na be broken now in the name of Jesus. Kavunjike kwa jina la Yesu. The Bible says he threw out his garment. Biblia inasema kwamba akatupa vazi lake. May you throw out that garment of shame. Ukatupa hilo vazi la aibu. Oh my God. Mungu wangu. That discouraging spirit. Hiyo roho inakufanya ukate tamaa. Roho ya kuona haupendeki. I break it in the name of Jesus. Ninaivunja kwa jina la Yesu. It doesn't matter how you look. Haijalishi unakaa namna gani. It doesn't matter where you come from. Haijalishi umetoka wapi. It doesn't matter how you talk. Haijalishi unaongea namna gani. It's your faith. Ni imani yako. Who cares whether Bartimaeus was runned? Nani anajali kwamba Bartimayo alikuwa? What we care, kila unajali, is what he knew. Ni kile alijua. He knew something that nobody knew. Alijua kitu ambacho watu hawakujua, kwamba Yesu is the one who gives mercy. Ndiye anayepeana huruma. Is a king. Ndiye mfalme. Is a king and his kingdom is forever. Na ufalme wake ni wa milele. And when he shows you mercy, na akikuonyesha huruma, he show you mercy fully. Anakuonyesha kwa utele. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says, Biblia inasema, now I like the how Bartimaeus is going to where Jesus is. Ninapenda vile Bartimayo anaenda kwa Yesu. I am trying to picture that picture. Najaribu kuona hiyo picha. Because sababu he is tracing the voice where it's coming from. Anatafuta sauti mahali inatoka. By the way, people will not help you. Watu hawatakusaidia. Don't wait for people to come to help you to reach your destiny. Usingoje watu kusaidia kwenda mahali unaenda, hatima yako. Trace your destiny. Tafuta hatima yako. Everybody has his purpose. Kila mtu ako na kusudi. Don't look for counsel from people. Usitafute ushauri kwa watu. Look your counsel from God. Tafuta ushauri kutoka kwa Mungu. He who created you. Aliyekuumba. Your destiny is in his hands. Hatima yako iko katika mikono. He knows your future. Anajua hatima yako. The Bible says he speaks the end in the beginning. Anaita mwisho. He knows you are 50-50. Anajua 2070. Anajua 2070 yako. Nobody helped Bartimaeus. Hakuna mtu aliyesaidia Bartimayo to reach where Jesus was. Kufika mahali Yesu alikuwa. His faith. Ni imani. Can I say something? Niseme kitu. Imani will show you the way. Itakuonyesha njia. I've given you my word. Nimekupatia. My word will be a right unto your feet. Neno langu litakuwa. When you will meet two ways that you don't know which is the way to follow, njia mbili au then you shall hear another voice. Utasikia sauti nyingine. That says to you, inasema, this is the way. Hii ndio njia. Ifuate. Oh Jesus, Yesu, I believe with all my heart. Ninaamini kwa moyo wangu wote. From when Bartimaeus was there. Kutoka wakati Bartimayo alikuwa pale. And when he shouted. Na wakati and when he's walking. Na wakati anatembea. And even before he came to Jericho. Na hata kabla aje Jericho. I believe with all my heart. Naamini kwa moyo wangu wote. That Jesus knows everything. Kwamba Yesu anajua mambo yote. He told Nathaniel. Akamwambia, even when you were seated. Hata wakati ulikuwa umeketi. Under the tree. Chini ya mti. I saw you. Nilikuona. Amen. So I believe with all my heart. Ninaamini kwa moyo wangu. Jesus knew that Bartimaeus was blind. Yesu alijua kwamba Bartimayo alikuwa. But then he said to him. Lakini akamwambia, what do you want? Unataka nini? Amen. Amen. The Bible says Bartimaeus said. Biblia inasema kwamba Bartimayo akasema, I want to receive back. Nataka kupokea tena. My sight. Kuona kwangu. Somebody shout back. Back. Oh my God, back.
You need to understand. Nahitaji kuelewa That when you know him, kwamba ukimjua, the knowledge of him, kumjua yeye, kumjua his divine power, nguvu zake za knowledge of him, nguvu zake, knowing him, na kumjua, he has already given you tayari amekupatia all things mambo yote that pertain to this life yanayohusu ya maisha and godliness. na maisha. You already have them, tayari uko naye, but the limit is, lakini vizuizi ni kwamba the knowledge of him. lazima umjue. Listen to this. What made Bartimaeus, nini kilifanya Bartimayo to receive back his sight? apokee kuona kwake tena? It is because of his faith. Kwa sababu imani yake. You miss a place to say amen. It is not because of any other thing. Si kwa sababu ya kitu kingine chochote. It is because of his faith. Ni kwa sababu ya imani yake. What was his faith? Imani yake ni faith of revelation that Jesus is not just son of Nazareth, Jesus of Nazareth, or son of Joseph, or from wherever, is a son of David. He is a king, he's a righteous king, his kingdom is eternal. He is the only one who can give mercy. Kwamba ni yeye peke yake anaweza kupeana huruma. That's why Bartimaeus shouted. Bartimayo akaitana. And Jesus said, Yesu akasema, receive, pokea, because of your faith. Kwa sababu imani yako. That's why you are healed. Ndio maana umeponywa. Somebody shout amen. Amen.